Karibu kwenye somo hili muhimu sana la kiroho na uelewe vema kabisa. Je, umewahi kujiuliza kwa nini watu wengi wanahisi kama wameunganishwa na wengine bila sababu? Kwa nini mawazo yako yanaweza kubadilisha hali yako ya maisha? Au kwa nini matendo yako madogo yanaweza kuleta matokeo makubwa baadaye? Leo tutajifunza kuhusu sheria ya umoja wa kiungu. Moja ya sheria ya msingi zinazoelezea jinsi ulimwengu wa maisha ulivyopangwa. Sheria ya umoja wa kiungu inasema kwamba kila kitu kilichopo katika ulimwengu kimeunganishwa. Hakuna kitu kilicho huru kabisa au peke yake. Hii ina maana kwamba binadamu wote wameunganishwa kwa njia isiyoonekana. Viumbe vyote vinaathiriana, mawazo, hisia, matendo yana mtandao athari kwa wengine. Kwa lugha rahisi, wewe si kiumbe kilichojitenga. Wewe ni sehemu ya mfumo mkubwa wa maisha. Zana ya uunganisho wa kila kitu, fikiria dunia kama mtandao mkubwa usioonekana. Kila mtu ni nodi ndani ya mtandao huo. Kila wazo ni signal inayosafiri. Kila kitendo ni mwendo wa nishati unaoenda kwa wengine. Hata kama huoni uhusiano huo kwa macho, huko pale kiuhalisia wa kiroho na kiakili. Mfano wa bahari na matone ya maji. Fikiria bahari kubwa sana. Kuna matone mengi ya maji. Kila tone linaonekana tofauti, lakini yote ni sehemu ya bahari moja. Sasa fikiria binadamu ni kama matone hayo. Ulimwengu ni bahari moja kubwa ya uhai. Kwa hiyo hatuko tofauti kabisa kama tunavyofikiria. Tofauti zetu ni za nje tu, lakini ndani tumeunganishwa. Uhusiano wa mawazo na sheria. Sheria hii pia inahusiana sana na mawazo yetu. Kila wazo lina nguvu. Linaweza kuathiri hisia zako. Linaweza kuathiri maamuzi yako. Na kwa njia isiyo moja kwa moja, linaweza kuathiri watu wengine. Kwa mfano, ukiwa na hasira, unaweza kuathiri mazingira yako bila kusema chochote. Ukiwa na amani, unaweza kuleta utulivu kwa watu wanaokuzunguka. Matendo yanavyoathiri wengine. Sheria hii inafundisha kuwa hakuna tendo dogo kabisa. Mfano, tabasamu lako linaweza kubadilisha siku ya mtu mwingine. Neno baya linaweza kuumiza mtu zaidi ya unavyodhani. Msaada mdogo unaweza kuleta mabadiliko makubwa ya maisha ya watu. Hii inaonyesha kwamba kila kitu kina athari zinazoenea kimya kimya. Athari za kutoelewa sheria hii. Watu wasipoelewa sheria hii hujiona wako peke yao duniani. Huwa na ubinafsi, huona matendo yao hayana madhara kwa wengine, huishi bila kujali athari za maisha yao kwa ujumla. Lakini ukweli ni huu, kila kitu unachofanya kina mnyororo wa athari. Faida ya kuelewa sheria hii. Ukielewa sheria hii ya umoja wa kiungu, unakuwa na uhuru zaidi kwa watu. Unafikiria kabla ya kutenda. Unaheshimu maisha ya wengine. Unapata amani ya ndani kwa sababu unaona umoja wa maisha. Unakuwa mtu mwenye ufahamu mkubwa wa kiroho. Jinsi ya kuishi kwa ufahamu wa sheria hii. Ili kuishi kwa uelewa huu, fikiria kabla ya kuzungumza. Chagua mawazo mazuri kila siku. Tenda kwa upendo na heshima. Jua kwamba kila kitu unachofanya kina athari. Heshimu watu wote kama sehemu ya umoja. Hitimisho, sheria ya umoja wa kiungu inakufundisha ukweli mmoja mkubwa. Sisi sote tumeunganishwa katika uhai mmoja. Hakuna kilicho peke yake. Kila kitu uhusiano. Ukielewa hii, mtazamo wako wa maisha hubadilika kabisa. Unakuwa mtu wa amani, uelewa, upendo na zaidi. Kama somo hili limekufungua akili, like, comment, share na pia kwa wewe mgeni usisahau kusubscribe kwa masomo zaidi ya kiroho.